utekelezaji wa programu ya kitaifa ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi umeanza, na hadi kufikia Aprili 2026 jumla ya maombi 30,384 ya mikopo ya miradi ya vijana yamepokelewa na yanaendelea kufanyiwa uchambuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa programu ya kitaifa ya kuwezesha vijana kiuchumi, kiasi cha shilingi bilioni 48.6 kimetolewa kwa awamu ya kwanza katika sekta za uzalishaji na huduma ambazo ni kilimo, mifugo na uvuvi, biashara na viwanda vidogo, sanaa na ubunifu, maendeleo ya jamii pamoja na teknolojia na huduma za kidijitali. Uwekezaji katika sekta hizo umezingatia maeneo yenye fursa kubwa za ajira na uzalishaji mali ambapo vijana wengi wanajishughulisha. Awamu ya kwanza ya utekelezaji wa programu itakapokamilika, inatarajia itanufaisha vijana takriban 10,000. Aidha, katika awamu ya pili ya utekelezaji wa programu hiyo, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imepokea kiasi cha shilingi bilioni 2.5 ambapo kinatarajiwa kunufaisha vijana wapatao 888 kupitia miradi 36 katika sekta za viwanda, biashara ndogondogo, kilimo, uvuvi na mifugo, ambapo ajira 4,440 zinatarajiwa kuzalishwa. Wizara itaendelea kuhakikisha kuwa mikopo inayotolewa inawanufaisha makundi yote ya vijana kwa usawa bila kujali itikadi zao au maeneo yao ya kijiografia. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana pia wamekuwa wakiwezeshwa kupitia 4% ya makusanyo ya ndani ya halmashauri, ambapo kwa mwaka 2025-26 vikundi 5,199 vya vijana vilinufaika na mikopo yenye thamani takriban shilingi bilioni 52.168. Kupitia mikopo hii, vijana wameweza kupata mitaji ya kuanzisha na kuendeleza shughuli zao za kiuchumi, kukuza biashara, kuongeza ajira na kuinua hali za maisha.